inayoitwa no reforms no election. Kama hakuna mabadiliko ya sheria, hakuna uchaguzi. Kwa nini tumesema hivyo? Ukisoma ibara yetu ya 8 ya katiba, inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ambayo msingi wa mamlaka na madaraka yake ni wananchi. Alafu sehemu B inasema serikali itapata, lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Sehemu C, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa serikali ipate mamlaka yake kutoka kwa wananchi. Wananchi ni nani? Ni nyie hapo. Lengo kuu la serikali ni ustawi wa watu. Tukisema ustawi maana yake nini? Maana yake ni kwamba uwe na uwezo wa kulala pazuri, kuishi pazuri, mtibiwe vizuri, msafiri vizuri, watoto wenu wasome vizuri. Kwa nini serikali imepewa lengo hilo na katiba? Ni kwa sababu rasilimali za nchi yetu zote hii ni nchi ya kwanza ya kuwa na mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani huko hapa kwenu mlima Kilimanjaro. Hii ni nchi ambayo ina ziwa kubwa kuliko yote Afrika, la pili duniani ziwa Victoria kule mimi nakotoka. Hii ni nchi ya 3 kwa kuwa na madini ya dhahabu mengi kuliko zote Afrika nzima na duniani. Hii ni nchi ambayo ina madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa hapa Tanzania. Hii ni nchi ambayo ina madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia na atomic yako Tanzania. Hii ni nchi ambayo ina madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege, yanatoka hapa kwetu Kabanga, Kagera kule kwetu nani. Hii ni nchi ambayo ina mbuga kubwa za wanyama kuliko zote Afrika. Mkoa wenu wa Kilimanjaro una square kilomita 13,000. Mbuga ya wanyama ya Serengeti ina square kilomita 16,000. Kwa hiyo mbuga ya wanyama ya Serengeti ni kubwa kuliko mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo rasilimali tulizonazo hazifai sisi kuishi kimaskini namna hii. Na niyo mnavyojiona, walau niyo mko mbele zaidi kuliko watu wengine wengi katika nchi hii. Niyo mnavyojiona, mnajiona mko kwenye umaskini, lakini kuna watu maskini kuliko niye kwenye nchi hii. Kwa sababu tuna viongozi wa hovyo ambao wametufanya katikati ya utajiri watu wetu waendelee kuishi kuwa maskini. Tumekataa hali hiyo, na Chadema tunataka tushirikiane na nyie kubadilisha hali hiyo kwa kuhakikisha kwanza tunapata uchaguzi huru na haki, ambao nyie mkichagua mbunge akawa sauti yenu. Kwa sababu kazi ya mbunge ni kwenda kukusemea wewe upate maji, upate barabara, upate shule nzuri. Kazi ya mbunge sio kwenda kuisemea serikali. Kazi ya mbunge sio kwenda kumsifia rais. Kazi ya mbunge ni kudifendi mwananchi. Ndio maana maneno ya mwananchi wa wewe Rombo kwenda bungeni, Watalime kwenda bungeni, Wadodoma kwenda bungeni, hakuna ukumbi wa kututosha wote kuingia. Tunachagua mtu mmoja kwa niaba yenu. Mimi nimekuwa mbunge, Dr. Slaa amekuwa mbunge. Tumekuwa na bunge la wajinga kwa sababu bunge hili halitokani na kura za wananchi. Mmewasikia jana wa bunge wakati wa hotuba ya Wizara ya Mambo ya Ndani inasoma bungeni, wabunge wanazungumza kuhusu rais. Hotuba ya mambo ya ndani imegeuzwa kuwa hotuba ya kumsifia rais na kumdifendi rais. Rais ambaye ana majeshi, rais ambaye ana usalama wa taifa, rais ambaye ana kila chombo cha nchi. Inakuwaje tena chombo cha wananchi ambacho ni bunge kigeuke tena kwa ajili ya kumdifendi rais? Hiyo mnaona ni sahihi kweli? Hiyo ni sahihi? Mnahitaji mbunge azungumze kuhusu bei ya parachichi. Mnahitaji mbunge azungumze kuhusu bei ya ndizi. Mnahitaji mbunge azungumze kuhusu barabara zenu za kutoa parachichi mashambani zifikishe kwenye soko. Mnahitaji mbunge azungumze kuhusu madawa. Lakini wabunge wanajigeuza kuzungumza kuhusu rais. Rais akivaa kiremba kizuri cha rais, tunampongeza rais kwa kiremba. Rais akivaa viatu vizuri, tunampongeza rais kwa viatu vizuri. Rais akikohoa, tunashukuru rais ametuletea kikohozi. Mvua ikinyesha Rombo, tunashukuru mama ametuletea mvua. Kana kwamba kabla ya huyu mama mvua ilikuwa inyeshe.
Sasa haya mambo hayakubaliki watu wa Rombo, na haya mambo yanafanyika hivi kwa sababu hatuna tume huru ya uchaguzi, kwa sababu wabunge na madiwani hawawajibiki kwenu, wanawajibika kwa serikali. Ndio maana Chadema tumesema ifanyike kwanza mabadiliko ya sheria ili tushindane kwenye uwanja unaolingana. Ndiye mnasemaje watu wa Rombo? Ndiye mnasemaje? Watu wa Tarakea ndiye mnasemaje? Baraza la Maaskofu Katoliki imeunga mkono hoja ya Chadema kwamba kufanyike kwanza mabadiliko. KKT imeunga mkono kwamba tubadilishe kwanza sheria. Shura maimamu imeunga mkono kwamba tubadilishe kwanza sheria. Waliobaki wanapinga mabadiliko ya sheria ni CCM peke yako na vibaraka wanaoitwa chama walichoanzisha juzi wamekihonga fedha, ndio wanaunga mkono twende kwenye uchaguzi wa aina hiyo. Hiyo mnasemaje Tarakea? Hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi ambao CCM ndio referee, CCM ndio arrangement, CCM ndio wanaandaa mechi. Inawezekanaje mechi ya Simba na Yanga alafu referee awe Haji Manara? Hiyo mechi itakuwaje? Watu wa Mamsela, hiyo mechi itakuwaje? Haiwezekani. Uongo kweli? Sasa sisi Chadema, najua watu wa Rombo na Mamsela nyinyi ni watu wa Chadema. Uongo kweli? Sisi hatuogopi uchaguzi. Lissu haogopi uchaguzi. Mimi siogopi uchaguzi. Nimekuwa diwani nikiwa mwanafunzi, nimekuwa mbunge nikiwa mdogo sana. Siogopi uchaguzi. Tunachotaka ni sheria iwe huru, tushindane. Huyu mama asimame hapa, Lissu asimame hapa, ipigwe dakika 90 kwenye uwanja unaolingana. Mamsela mnasemaje? Mnasemaje nini? Saa 12 atakuwa kwao Kizimkazi. Uongo kweli? Amekuja ameuza bandari zetu zote kwa Waarabu, amewapa bandari mpaka milele, kwamba sisi watu milioni 63 hatuwezi kusimamia bandari zetu. Waarabu wako milioni 3 tu Dubai, wao wana akili kuliko sisi. Misitu yetu yote inayotoa hewa ya oksijeni wameichukua, wanaikabidhi kwa Waarabu kwa Omani. Uwanja wa ndege wa Kilimanjaro umekabidhiwa kwa serikali ya Omani, uwanja uliojenga Mwalimu Nyerere. Kila kitu cha nchi kinaondoka kinapelekwa kwa wageni. Watoto wenu mtawazaa, mtawalithisha nini? Ndio wako Mamsela, mtawapa nini? Nchi inageuka kuwa ya Wachina na Waarabu. Kwa hiyo tumekuja kwenu ndugu zangu kuwaombeni kwamba ungeni mkono hoja ya Chadema ya no reforms, no election. Wakibadilisha sheria za uchaguzi, zikifanyiwa sheria za uchaguzi mabadiliko, sisi Chadema tutaingia kwenye uchaguzi asubuhi na kesho yake tutabadilisha nchi hii. Tutafanya rasilimali zetu zitumike kuendeleza mpango wetu. Inawezekanaje ndugu zangu? Inawezekanaje? Nyie mnalima tomato, mnalima nyanya. Uongo kweli? Sisi tunalima, tuna miti hapa. Inawezekanaje mzee wangu kwamba toothpick zinatoka China wakati miti iko hapa? Hao watoto wenu watapata wapi ajira? Kama mnachukua fedha hapa, mnanunua toothpick zinatoka China, mnachukua fedha Tarakea, mnachukua fedha Mamsela, mnazipeleka China kutengeneza ajira. Inakuwaje? Mwalimu Nyerere alijenga kiwanda cha General Tyres hapa Arusha. Uongo kweli? Kilikuwa kinatengeneza tairi za magari. Uongo kweli? Leo tuna bodaboda kila kitongoji. Tairi ya bodaboda ikiisha hapa Mamsela, fedha inatoka Mamsela inakwenda China kwa juu kuagiza tairi ya bodaboda.